Utukufu na heshima zina wewe milele hata milele. Asante Bwana, kwa maana wewe ni Mungu, unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa. Asante kwa sababu ya neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atawale, neema na rehema zako zikawe juu ya kila mmoja. Tunaharibu kazi zote za shetani, nguvu zote za ibilisi zikashindwe katika jina la Yesu. Uwezo na utawala wako ukatamalaki katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Tukae. May we be seated in the name of Jesus. Help us this mic. Hallelujah. 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 Tutakapofika mbinguni, When we shall arrive in heaven, tutaimba haleluya. we shall sing hallelujah sana. Kwa hiyo unapokuwa hapa, Therefore, while you are here, lazima uanze kufanya repetition you juu have to ya begin practicing for the day, ya wakati wa umilele tutakapofika for the mbinguni. everlasting time that we are waiting for. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Mshukuru Mungu kwa sababu Mungu ni mwema. I thank God because He is good. Mshukuru Mungu kwa matendo yake makubwa. I thank Him for His great, wonderful deeds. Kuna wakati ambapo mtu anaweza kuja church There's a time someone can come and attend a service in church, na kuingia na kutoka, come in and leave, lakini aone ukuu wa Mungu, but he doesn't see the greatness, the goodness of God. lakini Mungu anatenda. But God is at work. Mungu anafanya God is working out katika maisha yetu. in our lives. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tunaenda kwa neno la Mungu. We shall straight go to the word of God. Amen. Amen. Nataka tusome kitabu cha Timotheo wa pili. I want us to read the book of 2 Timothy. Timotheo wa pili 2 Timothy sura ya 4. chapter 4. Tunaanza hapo na mstari wa 5 and verse 5. tukishuka chini. Going down. Bible says, bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, Vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako, timiliza huduma yako, kwa maana mimi sasa na miminwa, kwa sababu mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Verse 9. Jitahidi kuja kwangu upesi, maana Dema aliniacha akiupenda ulimwengu huu wa sasa, akasafiri kwenda Thesalonike. Kreske amekwenda Galatia, Tito amekwenda Dalmatia. Luka 14. Verse 14. Iskada mfua shaba alionyesha ubaya mwingi kwangu, Bwana atamlipa sawa sawa na matendo yake. Verse 15. Nawe ujihadhari na huyo, kwa sababu aliyapinga sana maneno yetu. Katika jawabu langu la kwanza hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha. Naomba wasihesabiwe hatia
kwa jambo Wote hilo. waliniacha, lakini naomba wasihesabiwe mabaya Kwa jambo hilo. Lakini Bwana alisimama pamoja nami, akanitia nguvu, ili kwa kazi yangu ule ujumbe utangazwe kwa utimilifu, hata wasikie mataifa yote, nami nikaokolewe katika kinywa cha simba. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kichwa cha neno kinasema The headline says, kusamehe mambo ya nyuma yaliyopita katika maisha yako. forgiving what has passed in your life. Kusamehe mambo ya nyuma Forgiving what is past yaliyofanyika katika maisha that yako. happened in your life. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe. Hallelujah. Bwana asifiwe. Hallelujah. Amen. Amen. Hapa tunaona Paulo We look at Paul. anamwandikia mtoto wake wa imani Timotheo. He's writing to his beloved son in faith, Timothy. Tukiangalia kitabu cha Timotheo, When we look at Timothy, Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, 1 Timothy, 2 Timothy, kitabu cha Tito, the book of Titus, ni vitabu ambavyo ni vya mwisho. they are books that are the last books, or Ni writings of vitabu vya Paul. mwisho vya Paulo. They are the last writings of Paul. Or Kwa hiyo letters. haya maandiko, kitabu cha Timotheo wa kwanza, Timotheo wa pili, Tito, anazungumza kama vile baba na watoto And wake. therefore, according to these letters, Titus and Timothy is like a father talking to his sons. Anazungumza na watoto ambao wanataka kuachia jambo, He is speaking to sons that he wants to give them something to kwa inherit. sababu neno la mwisho linakuwaga na nguvu katika maisha, Because the last word in life is the most important na word. kila mzazi mzuri And every good parent, anaombaga awe na maneno mazuri ya mwisho he must pray that he has to have the last good words juu ya watoto wake. upon his children. Kwa hiyo hapa tunamwona Paulo And therefore we look at Paul, anazungumza pamoja na mwanaye and he's Timotheo. talking to Timothy, his son. Kwa hiyo katika hizi barua zake, And we look at the letters, ni barua ambazo ni kama barua za kichungaji. they are letters of a pastor or apostolic letters. Anawaambia maneno yake ya mwisho, He tells them the last words. anawaambia safari yake, jinsi alivyotembea, He tells them his journey, na wakati amefika sasa. and now time has come. Kwa hiyo anamuita, And then he calls him, anamwambia maneno haya. and he tells him this word. Ukisoma hapo, tumesoma When you read the place we have read, hapo 5 na kushuka, from verse 5 going down, anaanza kumwambia he begins to tell him uwe mvumilivu that you must endure. na uwe mtu ambaye katika injili hii ambayo unaanza, That in this gospel you are beginning to preach, lazima kukubaliana na mambo haya. you have to accept some of these Huyu conditions. Paulo ambaye tunamzungumzia This Paul we are talking about, ni mtu ambaye alikuwa ni msomi, he is a man who was schooled, ambaye alisoma sana, that he had gone to school. alijua maandiko yote, He had the knowledge about the law, alijua maandiko yote ya Tora. and he had the knowledge about the law. Na huyu Paulo And Paul, ametoka katika kizazi cha Benjamin, he's come from the generation of Benjamin, na hichi ni kizazi cha kifalme, and this is a priesthood, or rather a kingship generation. ni kizazi ambacho ni cha heshima. It is one that is honored. Alikuwa mtu wa heshima He was an sana, honorable person in the society. alikuwa ni mtu ambaye amesoma sana. He was someone who had gone to school and had knowledge, Kwa hiyo alikuwa mwelewa wa neno. and therefore he understood the word. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord Jesus. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na alikuwa ni mfarisayo mzuri, He was a Pharisee, na alikuwa anapinga maneno ya Mungu. and he was against the word of God. Alipinga sana maneno ya Mungu. He was really against the word of God. Habari za Yesu alizikataa. About the news of Jesus Lakini Christ. tunapoendelea kuangalia historia yake, And as we continue to look at his Biblia history, inasema alikuwa mtesi wa the kanisa. Bible says that he was one who forsook the church. Alitesa kanisa. He really forsook the church. Alitafuta kila yoyote aliyehubiri Injili, That anyone who preached the gospel, wale wote ambao walikuwa na imani ya to Kristo, those ones who had
the faith of Christ, huyu Paulo alienda kuwatafuta na Paul kuwachinja. was after them and he was slaughtering them. Kwa hiyo alikuwa mtesi wa And kanisa. therefore he was against the church. Lakini katika njia ya Dameska, But in his way to Damascus, Biblia inasema ya kwamba akakutana na Yesu. the Bible says that he met Jesus. Na alipokutana na Yesu, And when he met Jesus, Yesu akambadilisha. Jesus changed him. Kwa anaitwa Sauli, He was called Saul, akaitwa Paulo. and he was Kwa hiyo changed to Paul. sasa amepata dini mpya And now he was given a au imani mpya. new faith. Na hii imani ambayo amepokea And this faith that he has ni imani received aliyoipinga. is a faith that he was Ni against. imani ambayo aliwatesa It was Wakristo, a faith that he was against. lakini ghafla But suddenly yeye anaingia ndani. he gets into it. Na wakati anaingia katika hiyo And when imani, he's ushered in this faith, ikaanza kuwa ngumu kwake, it became so hard to him. kwa sababu watu ambao walikuwa na wapiga Because the people that he was fighting ndio against ameingia ndani. is the people now he Kwa hiyo is inside. anajipata Then he finds haeleweki he's vizuri, not understood kwa well. sababu wanaanza kumtazama, Because they begin looking at him hawamwelewi. They don't Kama understand kina him. Petro, Yohana, like Peter and John. wanaangalia habari za They're huyu, looking at history. wanasema huyu As kwanza I say, the first thing kuwa about this wakati man, ambapo tulikuwa na Yesu, there was during the wakati time Yesu we had alifanya Jesus, miujiza, when Jesus performed wakati miracles, tulitembea na we yeye, walked with him, lakini huyu amejiingiza. and this one has joined us. Kwa hiyo ikawa ngumu kwa Now it Paulo. became a challenge to Paul. Paulo angepewa aende awahubirie wa Yunani, Paul is asked to go and preach to the faithful. ingekuwa rahisi, It could be so lakini easy. Mungu But God, anampatia neema he gives him a baada grace ya kumsamehe, after forgiving him, baada ya kumhurumia, after having mercy on him, baraka za Mungu zinakuwa ndani the yake. blessings of God upon him. Mungu anamwambia God tells him, nenda kwa mataifa, go to the nations. na mataifa And nations kwake Paulo to Paul walikuwa kama mbwa, were like dogs. lakini Mungu But God anamwambia nenda kwa hao tells hao him, go to them, ambao uliwaona kama that mbwa, you saw them as nenda dogs. kwa wahubirie Go and Injili preach to them the gospel, ili watoke kwenye mambo so yao that they may live for wawe their karibu ways na Mungu. and come close Kwa hiyo to God. tunamwona Paulo Therefore we see Paul, kaanza kazi ya he Injili, begins to preach. lakini hiyo But Injili this gospel, haikuwa it rahisi, wasn't easy. haikuwa It rahisi. wasn't easy. Kwa hiyo Paulo Therefore Paul, anaenda kwa he mataifa, goes to the nations, kwa watu the walioachiliwa, people who kwa are watu forsaken, wasiomjua Mungu, people who never knew kwa watu God, ambao hawaeleweki. people who never Lakini understood. Paulo But Paul, akaanza he kuhubiri began to Injili. preach to Kwa hiyo them. lile jambo ambalo That thing alikuwa akitafuta watu that he was against, kuangamiza likageuka kwake, wakaanza kumtafuta na yeye kumwangamiza. that to kill him. Kwa hiyo maisha ya Paulo For the life of Paul yakawa maisha ya mateso, was a life full of trouble. maisha ya shida. A life full of trouble. Katika safari yake ya In his huduma, journey, katika safari yake ya huduma in his journey of preaching the gospel, haikuwa rahisi, it wasn't easy. haikuwa It rahisi. wasn't easy. Alipitia mambo mengi He mazito, went through so much challenges, mateso na dhiki. so much trouble. Wakati wowote unapomtumikia Anytime when Mungu, you are serving the Lord, tegemea hayo katika maisha. Kuna mambo ambayo tunaweza kukutana nayo katika safari. Bwana asifiwe. Lakini katika hiyo safari tunaona safari yake inaendelea hivyo. Kwa hiyo Paulo akatengwa ili kukaa pamoja na wanafunzi wa Yesu. Haikuwa jambo rahisi. Paulo akatengwa, akaanza kuwa ni mtu ambaye anajua upweke. Katika maisha ya Paulo alijua upweke. Alijua upweke wa pande ya kushoto, upweke ng'ambo ya kuume. Maisha yake yalikuwa ambayo his life was ni ya upweke. a life of loneliness. Na katika hiyo hali And in that way, hakumwacha he Mungu, never forsook God. aliendelea kuhubiri He Injili. continued to preach the gospel. Kwa hiyo katika safari And therefore in the journey, unaweza kukutana na upweke, you can meet loneliness. ukakutana na watu wakakuachilia. Meet people and forsake you. Wakati mwingine tunadhani tuna watu, Sometimes you think you have people, lakini kuna kipindi maishani but there's a season in life Mungu anaruhusu God will allow hata waliokuwa nyuma even yako those who are following you wakuache. to forsake you. Mungu anaruhusu God will allow wale ambao ungetegemea those you have always hoped for wasiwe karibu yako. not to be close Kwa hiyo to you. tunamwona Mtume Paulo Therefore we see this anajua upweke. He understands
anajua kukataliwa. Kwa hiyo katika hii Injili tunamwona Paulo anapigwa. Katika hii Injili Paulo anakataliwa. Katika Injili Paulo anapigwa mawe. Katika Injili hii anatengwa. Katika Injili Paulo anatukanwa. Kwa hiyo ni mtu aliyeheshimika. Lakini katika Kristo Yesu anapohubiri Injili, madharau yakaja, heshima ikaisha. Kila aliyemheshimu hakumuona kama ni mtu. Lakini Paulo anaendelea. Kwa hiyo anazungumza na mtoto wake. Anamwambia sikiliza, katika hii Injili lazima uvumilie. Lazima uvumilie. Kwa sababu sio jambo rahisi. Kwa hiyo alikuwa anamuonesha Paulo, haya ni maneno yangu ya mwisho, na ninakuonesha safari yangu, safari yangu ambayo niliyotembea. Na katika hii safari niliyotembea sikuwa na cheka cheka. Mara nyingi katika hii safari niliona machozi. Katika hii safari nimeona upweke. Katika hii safari nimeona kukataliwa. Katika hii safari niliona njaa. Katika hii safari nimeona mambo mengi. Lakini katika hii safari sijamwacha Mungu. Kwa hiyo nataka kukuambia, unapoingia katika hii kazi ya Injili, vumilia. Vumilia. Sio vile unavyofikiria. Si kila mtu atakupigia makofi. Si kila mtu atakupenda. Si kila mtu atakukaribisha. Si kila mtu atakupigia makofi na kukuambia unafaa. Kwa hiyo unapoingia katika hii huduma, unapoingia kumtumikia Mungu, jitayarishe. Kuwa mvumilivu. Simama imara katika Injili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo anaendelea kuongea naye. Anamwambia katika hii maisha au katika hii huduma, mwanangu, nataka uwe na moyo mkuu. Uwe na moyo mkuu. Usiwe mtu ambaye wa kuchoka haraka. Usiwe mtu ambaye wa kuvunjika moyo kila wakati. Unajua katika haya maisha tunaishi, ukiwa mtu wa kuvunjika moyo kila wakati, hakuna mahali utakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukiwa mtu wa kuvunjika moyo, hakuna kazi yoyote utamtumikia Mungu. Kwa hiyo anamwambia Timotheo awe na moyo wa ushujaa, awe na moyo mkuu katika hii huduma. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Hakuachia hapo, kwa sababu ilikuwa ni usia. It was a word of encouragement or wisdom ambayo anamwambia. That he tells him. Anamwambia hivi. He tells him this. Kwa kila mateso, that in every trouble, na kwa kila machozi, and in every tear, kuna kitu, there is something inaitokaga ndani ya mtu. That is always coming out of somebody. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mara nyingi watu, so many times people, anaweza kuona mtu amezeeka na amechoka, akajifikiria kuwa
ni kwa sababu ya uzee. It is because of age. Lakini Paulo But Paul anamwonyesha Timotheo, shows Timothy sio vile, it's not the way, sio uzee it is not age ndio unachosha mtu, that makes someone get lakini tired. chochote unachopitia But whatever you go through katika maisha ya safari yako in life, in your journey, kinapunguzaga kitu, it always reduces something. kinapunguzaga It kitu. reduces something. Ulikuwa unapenda mtu, You used to love somebody, lakini ule mtu but that person, akakuacha. he forsook you. Anapokuacha When he leaves you, hakuachaji he hivi, doesn't leave you the same kuna way. kitu kinapungua There's ndani something yako. that reduces in you. Ulikuwa unatumainia jambo You fulani, used to have hope over lakini something, katika lile jambo but in that thing, hukufanyikiwa, you didn't make it. inapunguza Then kitu. it reduces something. Ulikuwa umejitoa, Maybe you had given yourself, umewapatia watu and vitu, you're giving people umefanya things. kitu You are fulani, doing so much, ukijua wakati wa knowing shida, that in the time of wakati trouble, wa mateso, in the time of my trouble, watu watasimama na people wewe, shall stand by lakini me. wakati wa mateso But in the time of your unajipata trouble, ghafla you find yourself suddenly uliowategemea that the ones you hope hawako for karibu na no wewe. longer close to you. Inapunguza kitu. It reduces something Kila chochote Whatever ambacho unakutana that you nacho meet in life, katika safari yako ya in your maisha journey of your life, haikuachagi hivyo, never leaves you the same. inapunguzaga It kitu reduces katika something maisha yako. in your life. Kwa hiyo usijifikirie Therefore, not ever think yale unayoyapitia that whatever you're going through yatakuacha hivyo. shall leave you the same way you Inaendaga are. inapunguza. You will always reducing and Unajipata nguvu reducing. zako Even your strength, zinaenda it zinaishi, is always reducing. zinaenda It is zinaishi, diminishing. kwa sababu nilijitoa Because I gave myself nikaamini mtu, and I trusted in somebody. lakini yule But the niliyemwamini one I trusted in, alinigeuka. at one time he forsook me. Inapunguza kitu, That one reduces something. haubakiagi vile. And you never remain the same. Utajipata You will find si kila mtu tena utamwamini, not everyone you will Kwa ever sababu trust kuna again. mtu Because there are people ulimwamini katika maisha you yako trust in your life na akakuacha njia panda. and he forsook Kwa you hiyo on the alipokuacha crossroad. njia panda, When he leaves you on the crossroad, akukuacha he will sawa, never leave you the same. amekupunguza. He has reduced something in you. Kwa hiyo unapoona mtu And therefore, amechoka you see people tired katika maisha, in their life. si kwa sababu ya uzee, Not because of lakini age, kwa sababu ya mapito because of ya the safari challenges yake that he has aliyoipitia found in his journey. imemchosha. He's gotten Kuna wakati tired. alijifikiria And there was a time he thought, hataona that njaa, he never see lakini hunger. katika hiyo But safari in that journey, ghafla njaa the ikakuja. journey, hunger came. Kwa hiyo Paulo And therefore Paul, anaendelea kumwambia Timotheo, he continues to instruct sio Timothy. rahisi kumtumikia Mungu, It's not easy to serve God. sio It's rahisi. not easy. Kuwa mvumilivu. You have to endure. Unapomtumikia Mungu, When you are serving God, si kila siku utapigiwa not every makofi. day people will celebrate you. Kuna siku katika maisha, There are times in life kuna watu watakusota vidole, people will point fingers at kuna you. watu watakuongea vibaya, People will talk kuna about watu you. watakusingizia, People will talk kuna against watu you. ambao There are people uliwaombea you prayed for, watakudharau, they will even kuna watu ambao there are people ulijitoa kwao gave wataona wewe yourself to sio them, kitu, and they look lakini at you. anamwambia But he tells him, vumilia, endure vumilia Endure. katika hii in safari. this journey. Kwa hiyo anamwambia, And therefore he tells them ninaona that I can see kikombe changu that my cup kimeanza kumiminwa, has begun to be poured. kinaanza It's kumiminwa. being poured now. Paulo anamwambia mtoto wake, Paul tells his son anamwambia nikana kwamba kikombe that I'm looking at, kilikuwa na maji, it's like my cup had water. lakini siku baada ya But siku day after day, kinaendaga kinamiminwa. it continues to pour Mateso down. na ziki And together with kinaenda problems, kinamiminwa, it continues to pour kinaenda down. kumiminwa. Continues to pour. Nimekuambia mateso I yote all unayopitia the troubles you go through, hayakuachagi vile it never ulivyo. leaves you the way you are. Machozi All unayoyapitia the tears you're going hayakuachi vile never ulivyo, leaves you the way you are. yanakufanyaga unamiminwa, Every day you're being poured. unamiminwa. You're being Sasa poured. Paulo And then Paul, ameangalia kwenye he kikombe looks at the cup. kilichokuwa It kimejaa was full. katika safari In yake, his journey, alikuwa sawa, He was okay. lakini siku baada ya But day siku after alikuwa day, anaenda he anamiminwa, continued to be poured. anaenda He anamiminwa. continued to be reduced. Sasa And now, imefika mwisho, it has come to the end. ikawa imebakia toni ya It maji, is just but a drop of na water ile in the toni ya cup. maji, In that drop, kikombe the kimegeuzwa. cup has been turned Anamwambia, upside down and is told, Wakati wangu wa kufa my time of death umekaribia, has come. umefika. Has come.
Usifikiriage ule uchungu unapitia Don't ever think that the pain you're going through, unakuachaga hivyo. it will ever leave you the same. Unamiminwa It is continuing to be poured out pole pole. every single time, slowly by slowly. Machozi unayolia, The tears that you cry, unamiminwa. it is pouring out. Paulo anasema And Paul says namiminwa, that are being poured out. namiminwa. I'm being poured Na out. wakati wa kufa kwangu And the time of my death umefika. has come. Kwa hiyo anasema maneno yake ya mwisho, Therefore he speaks his last na words. haya maneno ya mwisho anasema, And these words he says, anasema vita that the fight, nimevipiga I vyema. have fought a good fight. Vita I nimevipiga have vyema. fought a good fight. Lakini Paulo And Paul, asemi kama alishinda he vita. doesn't say that he ever won Unajua wakati the war. mwingi tunazungumzia vita nimevipiga vyema, Sometimes, most of the time we talk about lakini how good fight. wakati mwingi hatuangalii But zaidi many times you don't look at yale maneno anayaongea. beyond the words. Anasema vita nimevipiga vyema, I have fought a good fight. lakini ndani ya hivi But vita in this fight, kuna vita I nilishinda, have fought na kuna that vita I succeeded sikushinda, and some I did. lakini niliendelea But I kupigana. continue to fight. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Katika maisha In life, kuna vita you ulipigana have fights you have ukashinda, fought that you lakini succeeded. kuna vita vingine But there are some ulishindwa, you are lakini not haukuondoka succeed. kwenye kiwanja cha vita, You didn't uliendelea depart from this- kupigana. You did depart Kwa hiyo from this. Paulo You continue to fight and anaendelea kusema He continues to say nilipigana, that I have fought. maisha yangu ni ya vita, My life is full of kulala ni war. vita, kuamka ni vita. Waking up is Kila war. chochote Anything that nilichofanya I've done, katika maisha yangu My life, ilikuwa ni it vita. has been a war. Hakuna siku nilikaa na Not starehe. that I've Kwa hiyo ever lazima upigane And so you vita. have to fight. Kwenye ndoa upigana In vita, your marriage you have to fight. ukiwa mwanaume pigana If you're a vita, man you have to fight. pigana vita vya baba, Fight as a father. pigana vita vya mama, Fight as a mother. pigana vita vya utumishi, Fight as a servant. pigana vita. Fight. Usikae tu, Don't sit down usitoke there. kwenye kiwanja Don't cha just vita, sleep in that lakini small pigana battlefield, but vita. fight and fight. Maisha Life ni vita. is a war. Ukiwa shule If you're in school, ni vita. it is a war. Ukifanya biashara, When you are in a ndani ya business, biashara kuna in vita. it there is a war. Ukioana, When you get married, ndani ya ndoa kuna in vita. that marriage there Lakini is a war. pigana vita vyako vizuri, And fight a good fight. pigana vita vyako Fight vizuri. a good fight. Unaweza kushindwa, You can be defeated unaweza kushinda, and you can defeat. lakini usitoke kwenye hiyo But kiwanja, do not depart from the endelea battle. katika hiyo kiwanja. Continue to fight. Kwa hiyo Paulo And therefore Paul, anaambia mtoto wake he tells Timotheo, his son nimepigana that I vita, have fought a good fight. nimepigana I vita have fought a good fight. katika hii huduma, And in this house, nimefungwa sana. that I have been imprisoned so many Nilikuwa times. sokoni kipindi moja, There was a time nilichukuliwa, nikapigwa, nikaachwa uchi. I was taken and I was left. Katika hii safari In this journey, niliendelea I kupigana. have continued to fight. Unapoendelea When you kupigana, continue to fight, ndio unapigania it's taji. when you're fighting for the prize. Hauwezi kupata You taji cannot find the prize pasipo kupigana. without a fight. Kwa hiyo katika maisha haya Therefore, in this life, hatukai tukiwa kwenye we will starehe, not say lazima enjoy. tupigane, We have to fight. lazima We tupigane. have to fight. Wengi wamechoka, Many people are tired. wengi wamekata Many tamaa have given up kwenye kiwanja cha in the vita. battlefield. Wengine wamechoka kwa ajili ya magonjwa, Are tired because of wengine diseases. wamechoka kwa sababu Some are waliachwa, tired because they were forsaken. wengine wanachoka Some are kwa tired sababu walitukanwa, because they were abused. wengine wamepasua hata na Biblia Some even have tongues kwa sababu wameona wengine wakifanya because they dhambi. see people Lakini sin. Paulo anamwambia, Paul tells him, nimepigana vita I vyangu have fought a vyema. good fight. Pigana vita Fight a vyako, good fight. usitoke kwenye kiwanja cha And do vita, not depart from the field of war. usitoke, Do not depart. usitoke. Do not depart. Lakini neno la ushindi, But the good word Ambalo of anasema, victory is, he says imani that my faith nimeilinda. I have kept. Hilo ndo neno kubwa That is the best word. ambalo Paulo anamwambia, And Paul tells him, mwambia Timotheo, he tells Timothy nimepigana that I vita, have fought a good fight, tena vita vizuri. and actually a good fight. Sikuwahi kutoka I never departed katika kiwanja cha vita, from the battle. niliendelea I kupigana. have
continued to niliendelea fight. I've kung'ang'ana, continued to fight. lakini sasa But now, imani my nimeilinda. faith I have kept. Pamoja na vita Together with the world, sikutoka, I didn't depart. pamoja na mateso Together with trouble, sikumwacha I Mungu, never forsook God. pamoja na vifungo Together with niliendelea I kung'ang'ana, continued to fight. niliendelea kulinda I have imani. continued to keep my faith. Ningeingia I kanisani came to church hata kama sitaki kuingia when I don't kanisani, want like. ningesema Bwana asifiwe, And I said, praise na the Lord. hakuna kitu naona cha And kusema there's nothing I asifiwe, can see lakini that kwa is so sababu good. nang'ang'ana, But because I'm fighting, napigana, I am fighting. nalinda imani, I am keeping kwa hiyo my faith. ninaendelea If I continue katika maisha my haya life, kuilinda keep imani. my faith. Ningeingia I have come in mahali somewhere. wanizarau kwa And sababu ya they have Yesu, from me because of lakini Jesus. singemwacha. But I have not forsaken Ningeendelea I kupambana, continue to fight. ningeendelea kupambana I continue to na fight. kuilinda And I imani. kept my faith. Mchana wa leo nataka This afternoon I kukuambia, want to tell you, linda imani. keep your faith. Hata uko kwenye If vita, you're in trouble, usimwache fight. Do Mungu, not forsake God. usimwache Do not Mungu. forsake God. Pamoja na ziki, Together with trouble, pamoja na tabu, together with the pamoja na challenge, mateso, together with the pamoja challenge, na njaa, together with the hunger, vilio na mateso, crying and tears. pigana vita vyako Continue to fight na uweze kulinda and keep imani. your faith. Linda imani, Keep your faith. linda imani. Keep your faith. Tuko nyakati za We mwisho, are in the last days. tuko nyakati za We are in the mwisho. last season. Watu wanakana imani, People are forsaking lakini faith. nakuombea Mungu But I'm praying for you ili uweze now, kulinda imani, that you may keep your faith. ili uweze kulinda That you may imani. keep your faith. Kwa hiyo Paulo And therefore Paul, anasema he says, pamoja na yote together with all this, niliwaona rafiki zangu that I saw my friends, wakinicheka, they have laughed at me. wengine waliniacha, Some they forsook me, lakini niliendelea but kupambana, I've continued to fight. sikuiacha imani, I didn't forsake my faith. sikuacha I did not forsake imani. my faith. Najua And I know nimeandaliwa taji, that there is a prize for me. nimeandaliwa There is taji. a prize for me. Paulo katika safari yake That in his journey, Paul, hakuwahi kusema habari za he taji, never talked about the prize. lakini anasema nimeandaliwa But he taji. says that my prize has Baada ya been prepared. kumiminwa Together with being na kuonekana kumalizika, and seeing that I've been reduced kuna to nothing, kuinuliwa there tena is being lifted again, na kuiona and taji seeing my na prize kupokea and taji, receive my prize, taji ya the uzima, prize of life, taji ya the uzima, prize of life, taji ya the prize uzima, of life, pamoja na ziki of zote, the trouble, vifungo na and mateso, prisoning and tabu everything, katika huduma, and even troubles in the mateso na ministry, madharau, lakini kuna everything that taji I've put together, imeandaliwa. prize that is for me. Kuna taji, There is a prize. kuna taji, There is a prize that has been kept for me. kuna taji. There is a prize. Vumilia katika Kristo, Endure in Christ. simama katika Kristo, Stand in Christ. endelea, imani yako isimame tena, Continue to stand in your faith. simwache Mungu, Do not forsake God. kwa sababu umeona watu Because you've looked and seen people. wamepata magari makubwa They've got kwa njia cars mbaya ya in kumwacha ways Mungu. that they have forsook God. Usimwache Mungu, Do not forsake kwa God. sababu kuna watu wanajiuza Because there are people who are na selling wewe umeamua themselves. kujiuza. And then you decide to follow them. Linda imani Keep your yako, faith. linda imani. Keep your faith. Tuko nyakati We are mbaya, in the last days. yamkini na wateule And to even those who wameanza kuingia have decided, kumwacha Mungu, forsake God. lakini naomba neema ya But I Mungu pray for the grace of iweze God kututunza, that it- tusimame katika that we kweli, stand kwa maana today. neno because linasema the Bible says tumewekewa that taji, there is a prize for us. tumewekewa There is a taji, prize for us. kuna taji, There is a prize. na hiyo taji And that prize, neno the linasema Bible says, atachukua kitambaa he shall take na kuyafuta and machozi, wipe all our machozi tears unayoalia you leo. have today. Yawezekana watu hawayaioni, Possible people are not seeing. unaliaga peke You yako, cry alone. unakataga tamaa peke You yako, always cry lakini alone. Mungu aliye mbinguni anakuona, But the God in heaven Mungu is seeing you. anakujua, The God knows Mungu you. anakufahamu. God is Taji understands imeandaliwa you. That there is a kwa kila prize yeyote to everyone atakayelinda that imani. has kept their faith. Neno hili ambalo nazungumza, The- kichwa cha neno kinasema And the headline says, samehe, forgive,
mambo yaliyokufanyikia. Everything that happened in the Baada ya Paulo kuongea haya, after Paul saying this, Paulo anamuonesha, Paul tells him, katika hii kazi nilifanya, that in this work that I've done, kuna wakati there is a time nilichukuliwa, I was taken, nikapelekwa and I was arrested and taken kustakiwa. and taken to be kawaida ya maisha, to be accused. Mtu anakuwa katana lawyer. In the normal life, people have lawyers. Huyu Paulo anazungumza maneno haya. Paul that is speaking this ni Paulo ambaye amehubiri Injili, amefungua makanisa mingi, watu wengi wameokoka, watu wengi wamemjua Mungu. Lakini siku ya mateso yake, siku ya ziki yake, Paulo anajipata peke yake. Paul finds himself alone. Paulo anajipata hana hata lawyer. Paul finds himself, he doesn't have a lawyer. Anasimama kwenye kizimba peke yake. He's now standing there alone. Kwa hiyo anaambia Timotheo, anaambia huyu mtu fulani, this kind of a person, amenipitisha kwenye mambo mengi. He has made me go through so much. Amefanya vitu vingi sana. He has done so much. Lakini naombea wasiwe na shida, wala wasipata madhara, nimewasamehe. Kwa hiyo Paulo anataka kumwonyesha Timotheo, ili kufikiria taji, lazima kusamehe mambo ya jana, lazima kusamehe waliokuumiza, lazima kuachilia ili taji yako uweze kuona. Wakati mwingi katika maisha, watu wanaangaliaka mahali unakimbiliaka. Ukiwa nakimbia, watu wanaangalia nakimbia wapi, lakini kila kinachokukimbiza hawakionagi. Lakini kitu ambacho kinakukimbiza ndio kinakufanyaga uwe na speed ya kufikiria mahali unaenda. Kwa hiyo ukijua hivyo, utafurahia waliokutesa jana, kwa sababu walikukimbiza, na hiyo kukukimbiza ikakufanya uwe na speed, na hiyo speed imekufikisha mahali uko leo. Kama sio wao kukutesa, usingefika hapa. Kama sio wao kukukataa, usingepata heshima hapa. Kwa hiyo unalo jambo la kusema asante Yesu, kwa wale walionikataa, kwa wale walionitesa, kwa wale walioniachilia. Hiyo hali ilinifanya nipambane, na leo niko hapa. Una sababu ya you have every reason to praise the Lord. Haina haja kujilaumu. Don't every time haina blaming yourself. Ya kubeba uchungu. Don't carry that pain ya yule aliyekutesa, of that person who has been against ya yule aliyekusema, that one who spoke about ya yule ambaye alifanya mabaya, the one who made or did evil against you. He made you run faster. Angekuacha, if you let you there, leo usingekuwa na moyo mkuu kama you could not be having such a big heart with usingekuwa na moyo mkuu, not having such a great heart. Wakati mwingine, ulipoianza safari, when we began this ulikuwa ukisikia mtu akikwambia kitu, you could hear people machozi yanatoka mpaka huko, crying and crying, unalia, you cry. Lakini unapoendelea, as you continue, wanapoendelea kukutukana, when they continue to abuse you, wanakujengea moyo mkuu, they make you have a great kuliko kulia. Instead of crying, wewe unasema you tell yourself, katika haya maneno wamenitukana hivi, wamenitukana hivi. Okay, kwa hiyo nitabadilika, nitakuwa hivi, na nitaendelea mbele. Kwa hiyo hasira fulani inakufanya uendelee mbele, ufanye mambo makubwa, kwa sababu kulikuwa na adui. Pasipokuwa na adui maishani, hauwezi kufika mbali. Pasipokuwa na adui, hauwezi kupata heshima. Heshima tunaipata wakati hapa tulizarauliwa nyuma. Kwa hiyo mchana wa leo, achilia aliyekutesa. Let everyone who hurt you go. Samehe. Forgive them. Msamehe. Forgive them. Msamehe. Forgive him. Acha uchungu. Don't hold on that pain. Acha uchungu. Do not hold on that pain. Mungu alijua. God knew. Akasababisha hiyo. He knew why ili ufike mahali ulipo. For you to get wherever you are. Kwa hiyo samehe. And therefore forgive. Unapogeuka nyuma, when you turn around, sema asante Yesu. Say thank you Jesus. Kwa sababu ya mateso yangu. Because of the troubles that I've gone through. Asante Yesu. Thank you Jesus. Kwa walionikataa. For those who
rejected Asante me. Yesu. Thank you, Jesus. Kwa wale walionizomea, For those who are quarreling me. leo napigiwa makofi. And today now I'm being celebrated. Sio kwa sababu Not because ya nguvu yangu, of my strength, lakini kwa ile vita but niliyopigana. because of the fight that I have fought. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kwa hiyo samehe And therefore forgive. ili kufikia kwenye taji. For you to get to the prize, Samehe. forgive. Huduma. Ministry. Na ndio maana Paulo, nataka rudilia hayo maneno ya Paulo. That's why I want to repeat these words of Paul. Anamhusia mtoto wake. He tells his own son, Nataka kukuhusia maneno haya. that I want to give you this wisdom. Unapomtumikia Mungu, As you serve the Lord, usitegemee mema tu. do not expect only good things. Unapomtumikia Mungu, When you're serving the Lord, usipende watu wakuongee vizuri. don't always be happy when people talking good about you. Wanaokuongea vibaya When they talk bad or evil, wanakusaidia. they are helping you. Imenipa moyo mkuu It has given me a great spirit kuhubiri katika nchi ya to Kenya. preach in this country, Kenya. Sio jambo rahisi. It's not an easy thing. Kwa miaka hiyo yote For all the years kuhubiri Kenya, preaching in this country, Kenya, nimekutana na milima, I have met mountains. lakini katika yote But in all, Mungu alinisaidia. God has held my hand. Ndio And Paulo anasema, that's why Paul says niliachwa, that I was forsaken, nilikataliwa, I was rejected, nilipata niko upweke, I found myself lakini lonely. Mungu But God hakuniacha. did not leave me. Mungu alikuwa pamoja nami. God was together with me. Mungu alisimama na mimi. God stood by my side. Mungu hakuniacha. And God did not let Na me. kuombea Mungu, simwache I Mungu, pray kwa for you that sababu you do Mungu not forsake haachaki God, mtu. because God never forsakes anybody. Mungu haachaki God mtu. will never forsake you. Hata kipindi ambacho watu Even, wamekuacha even in wote, the season when everyone has forsaken you, mambo unaona ni and giza, you look at everything is dark. kiangalia hivi unaona When you hapana, look at everything, Lakini nothing you can unapoinua be able to see. mikono When you yako, lift your hands to Him, hata kwa sauti ya even upole, in a very small voice, Mungu shuka God will come down na kukubeba and will carry you na kukusimamisha. and make you stand again. Nataka usome haya maneno afu tumalize. Shall we read these great words? Verse 5. Verse 5. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Kwa maana mimi sasa namiminwa, na wakati wa kufariki kwangu umefika. Nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile, wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Verse 14. Iskanda mfua shaba alionyesha ubaya mwingi kwangu, Bwana atamlipa sawa sawa na matendo yake. Verse 15. Nawe ujihadhari na huyo, kwa sababu aliyapinga sana maneno yetu. Katika jawabu langu la kwanza, hakuna mtu aliyesimama upande wangu, bali wote waliniacha. Naomba wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo. Naomba wasihesabiwe hatia kwa jambo hilo. Yoyote aliyekuacha, Anyone who forsook you, usichukue hatia juu yake. that let not be charged. Mwachie Mungu. Let him for God. Ilikuwa ni uchungu It was painful, sana. so much pain. Alijua Paulo, Paul knew kwa kazi yote nafanya, that in all that I'm doing, nitakuwa na watu watasimama na that mimi. I'll have people who shall stand by my side. Lakini watu hawakusimama na mimi. But people did not make it to stand with him. Lakini wote ambao hawakusimama na mimi, But everyone who wote ambao wameniacha, But everyone who forsook me,
wasiwe na hatia. that let them not be charged, Nimewasamehe. that I've forgiven them. Wasamehe Forgive them. wote ambao watasimama na wewe Everyone that will never stand with you, na wale hawakusimama na wewe. and those who will not stand with you, Uwasamehe. forgive them. Uwasamehe. Forgive them. Kwa sababu kuna taji Because there is a prize. imeandaliwa. A prize that is kept. Baada ya haya maneno, After all these things, Paulo alienda kufa. Paul went to be crucified, or rather went to be to meet his death. Na kifo chake And his death, akakatwa na shoka, shiwe wakamkata. he was beheaded with an axe. Kaweka kwenye kisiki wakakata. He was put on that pole and he was cut, was beheaded. Na akamaliza safari yake. And he ended his journey like that. Unaamini kesho watakuua, You believe that tomorrow they will kill you, lakini bado unasimama. but you are still standing. Na kile kinaenda kukuua And whatever is going to kill you ni Kristo, is Christ, kwa sababu ya Kristo. because of Christ. Lakini alisema, And whatever he said, nimepigana vita vyema, that I have fought a good fight, nimeilinda imani, and I've kept my faith, na taji and my prize imeandaliwa. has been prepared. Na akakubali And he accepted kwenda kukatwa kichwa. to go and be beheaded. Usimwache Yesu kwa sababu ya chips. Do not forsake God because of Usimwache Yesu don't kwa forsake sababu God ya manyumba. because of those big houses. Usimwache Do Yesu not forsake kwa God sababu ya wale wenye wako karibu yako wamefanyikiwa, wewe because hauna. those who are close to you have made it and you do not have it. Halafu unaanza kuwatamani And then you begin to na admire them. unaamua kuanza kufatana na Then you wao. decide to follow their route. Kuombea Mungu, I pray to God for you. kuombea Mungu. I pray for you Linda imani, that keep your faith. linda imani, Keep your faith. linda imani, Keep your faith. linda imani. Keep your faith. Simama na miguu yako. Stand still. Linda imani. Keep your faith. Ni kitu gani kitatutenga na upendo wa Mungu? What is this that will separate us from the love of God? Kitu gani kitakutenga na upendo wa What is Mungu? this that will separate you from the love of God? Ni mwanaume? Is it a man? Ni watoto? Are they children? Ni mali? Is it the riches? Ni nini itakutenga na upendo? What is this that shall separate you from the love of Pigana God? vita vyako vyema Fight a good fight na ulinde imani, and keep your faith, kwa sababu Yesu anakuja. because Jesus is coming. Yesu anakuja. Jesus, Simama na miguu yako. just stand on your feet.